Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Natumai Jumatatu yako msikilizaji imekuendea salama hapo ulipo. Karibu, mimi ni Karo Robi. Shukrani kwa kujumuika nasi, na mimi ni Sarafina Robi. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Rais wa Venezuela aliondolewa madarakani Nicolas Maduro amefikishwa katika mahakama ya New York, Marekani, huku Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likifanya kikao cha dharura kujadili kukamatwa kwa Maduro. Maandamano ya umma yaingia siku ya 9 nchini Iran, huku Marekani ikionya tena kuwa itaingilia kati iwapo waandamanaji zaidi watauawa. Wengi raia wa kawaida wanaichukulia kama ni kilio au tunasema machozi ya mamba, kwamba si kweli rais wa Marekani au waziri mkuu wa Israel wanapozungumza lugha kama hiyo ni kwamba wanazungumza kweli kuonea huruma raia wa Iran. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema serikali ya Uganda inawakandamiza wapinzani kuelekea uchaguzi wa Januari 15. Hali ya haki za binadamu huko Uganda inaendelea kuzorota kwa sababu tunaona mamlaka za Uganda zikitumia kandamiza wale wafuasi wa pinzani. Hawakubaliwi kukusanyika katika mikutano zao. Viwanjani, Manchester United yamtimua meneja wake Ruben Amorim. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa habari za dunia ikisomwa kwako nami David Nkia. Rais aliyeondolewa madarakani wa Venezuela Nicolas Maduro, ambaye alikamatwa katika operesheni ya Marekani, amefikishwa katika mahakama ya New York, Marekani. Maduro amefika katika jengo la mahakama la Manhattan, ambapo orodha kamili ya mashtaka yake itasomwa leo. Zaidi na Esther Lombano. Maduro anatuhumiwa na Marekani kwa biashara haramu ya dawa za kulevya na makosa yanayohusu silaha na kuendesha utawala wa kigaidi wa dawa za kulevya, madai anayoyakana. Mke wa Maduro, Celia Flores, pia naye alikamatwa katika operesheni hiyo na anatuhumiwa kwa rushwa. Washirika wa kiongozi aliyeondolewa madarakani, ikiwa ni pamoja na China na Iran, wanaitaka Marekani kumwachilia huru. Beijing inasema vitendo vya Washington ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa. Wakati hayo yakiendelea, makamu wa rais wa Venezuela, Delcy Rodriguez, anatarajiwa kuapishwa kuwa rais wa mpito wa nchi hiyo baada ya mahakama kuu kumteua mwishoni mwa wiki kufuatia kukamatwa kwa rais Nicolas Maduro na Marekani. Anatarajiwa kuapishwa rasmi katika uzinduzi wa kila mwaka wa bunge la kitaifa la nchi hiyo. Rodriguez mwenye umri wa miaka 56 amekuwa makamu wa rais tangu mwaka 2018, akihudumu kwanza kama waziri wa fedha na kisha kama waziri wa mafuta. Mahakama mjini Paris imewapata watu 10 na hatia kumnyanyasa mtandaoni mke wa rais wa nchi hiyo Brigitte Macron. Wameeneza uvumi wa uongo kwenye mitandao ya kijamii kwamba Bi Macron alizaliwa akiwa mwanaume. Madai hayo yalisambazwa mitandaoni na kusomwa na maelfu ya watu. Washtakiwa hao wanatarajiwa kukaa gerezani kwa miezi 8 sambamba na kupewa mafunzo ya uhamasishaji kuhusu unyanyasaji mtandaoni. Familia ya Macron imewasilisha kesi tofauti ya kashfa nchini Marekani dhidi ya mshawishi wa siasa kali za mrengo wa kulia Condev Owens, ambaye alichapisha video kadhaa zinazotoa madai sawa na hayo. Rais wa China Xi Jinping amemkaribisha mwenzake wa Korea Kusini Lee Jae-myung katika ziara ya kiserikali ya siku 4 pamoja na kuhudhuria sherehe maalum ya kitaifa. Ni mkutano wa pili kati ya viongozi hao wawili ndani ya miezi miwili. Uhusiano umepungua huku mvutano wa China na Japan ukiongezeka kuhusu Taiwan. Rais Lee amesema hataunga mkono upande wowote katika mzozo huo, lakini alitaka kujenga upya uhusiano na Beijing. Ameandamana na ujumbe mkubwa wa wafanyabiashara, ikiwa ni pamoja na wawakilishi wa kampuni kama Samsung pamoja na Hyundai, na mazungumzo ya kibiashara yanatarajiwa kuhusu ujasusi bandia, madini ya dimu na uchumi wa kidijitali. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jeshi la Sudan linasema kwamba limezima shambulio kubwa la ndege isiyo na rubani kwenye bwawa kubwa zaidi la kuzalisha umeme nchini humo. Imevishutumu vikosi vya Rapid Support Forces kwa kulenga chanzo kikuu cha nishati ya umeme ya maji ya Sudan, bwawa la Meroe kaskazini mwa nchi hiyo. Katika miezi hivi karibuni, RSF imeongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia, na siku ya Jumapili ililenga mtambo wa kuzalisha umeme katikati mwa jiji la El Obeid. Hapo awali ilijaribu kulipua bwawa la Meroe. Kundi hilo halijatoa maoni yote
kuhusu madai ya hivi punde. Na Uganda imepiga marufuku matangazo ya moja kwa moja ya matukio ambayo serikali inayaona kwamba ni ya ghasia, maandamano kinyume cha sheria au matukio mengine ya vurugu kabla ya uchaguzi mkuu wa wiki ijayo. Hiki ndicho kikwazo cha hivi punde zaidi kilichotolewa katika mchakato wa uchaguzi mkuu, huku Umoja wa Mataifa ukiwa umekosoa vizuizi vilivyowekwa tayari kwa wapinzani na vyombo vya habari. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mwenye miaka 81 anatafuta kuongeza muda wa utawala wake wa miaka 40. Serikali yake imekanusha madai kwamba inapanga kuzima mtandao wakati wa uchaguzi. Lakini siku ya Jumamosi, mtoa huduma wa mtandao wa satellite Starlink alizuia huduma zake nchini Uganda kufuatia agizo kutoka mdhibiti wa mawasiliano. Hii ni BBC. Na taarifa ya habari za dunia imesoma kwako na David Nkia. Matangazo haya ya Dira Dunia yanasikika kupitia Radio Free Africa, CGFM na Abud FM nchini Tanzania. Nchini Kenya ni Gulf Radio, Nyota FM na Master FM. Nchini Uganda yategea sikio kupitia Voice of Karamoja, Voice of Busoga na Voice of Muhabura. Ukiwa DRC unaweza kuyasikiliza kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Vile vile yapo kwenye FM Nairobi na Mombasa ni 93.3 FM, na Nakuru na Kisumu ni 88.1. Yapo pia kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Hii leo uko nami Sarafina Robi nikiwa na mwenzangu Karo Robi. Karibu Karo. Asante Sarafina. Msikilizaji, tunaanza na swala la Venezuela ambako rais wa Venezuela aliyeondolewa madarakani na Marekani Nicolas Maduro amefikishwa katika mahakama ya New York, Marekani. Maduro ambaye alikamatwa katika operesheni ya Marekani amefika katika jengo la mahakama ya Manhattan ambapo orodha kamili ya mashtaka dhidi yake itasomwa. Maduro anatuhumiwa na Marekani kwa biashara haramu ya dawa za kulevya na makosa yanayohusu silaha, madai ambayo ameyakanusha. Haya yanajiri huku Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likifanya kikao cha dharura kujadili kukamatwa kwa Maduro. Phyllis Mwate na taarifa zaidi. Maduro akiwa amefungwa pingu na akisindikizwa na maafisa waliokuwa wamebeba silaha, anaonekana pamoja na mke wake Celia Flores. Walinaswa katika makazi yao jijini Caracas siku ya Jumamosi na kusafirishwa kwa ndege hadi Marekani kama sehemu ya operesheni ya kushtukiza iliyofanywa na vikosi maalum. Rais wa Marekani Donald Trump anazidi kumlaumu Nicolas Maduro kwa kuwasili kwa mamia ya maelfu ya wahamiaji wa Venezuela nchini Marekani. Bila kutoa ushahidi, amemshtumu Maduro kwa kutoa wafungwa wake magerezani na wagonjwa wa magonjwa ya akili na kuwalazimisha kuhamia Marekani. Vilevile, Trump alisema kuwa nchi yake iko tayari kufanya mashambulizi mengine dhidi ya Venezuela iwapo itahitajika, akisisitiza kuwa kwa sasa Marekani itasimamia nchi hiyo hadi pale mpito salama wa uongozi utakapoweza kufanyika. Serikali ya Uhispania imekuwa mkosoaji mkubwa wa hatua hiyo ya Marekani, na waziri wa mambo ya nje Jose Manuel Alvarez ameliambia shirika la redio la Cadena kwamba hatua hiyo ilikuwa inakiuka sheria za kimataifa na kwamba inaweka mfano hatari sana kwa siku zijazo. Inakadiriwa kuwa takriban raia wa Venezuela zaidi ya 600 wanaishi nchini Uhispania, wengi wao wakikimbia machafuko ya kiuchumi na kijamii katika nchi yao katika miaka ya hivi karibuni. China na Iran ambazo ni washirika wa Venezuela vilevile zimetoa wito wa kuachiliwa kwa Maduro na mke wake Celia Flores. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema kuwa hatua za Marekani ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na misingi muhimu inayosimamia mahusiano ya kimataifa, na kwamba inafuatilia kwa karibu hali ya usalama nchini Venezuela. Aidha, imeitaka Marekani kusitisha juhudi za kuhujumu serikali ya Venezuela na kutatua masuala kupitia mazungumzo na majadiliano. Iran nayo, mshirika wa karibu wa Venezuela, imesema kuwa wawili hao walitekwa nyara. Serikali ya Uingereza hadi sasa imekataa kusema wazi iwapo hatua hiyo ilikuwa kinyume cha sheria, ikisisitiza kuwa ni juu ya serikali ya Marekani kueleza msingi wa kisheria wa hatua hiyo, ingawa Rais wa Marekani Donald Trump amekosolewa na baadhi ya wabunge wa chama cha Labour pamoja na viongozi wa chama cha Liberal Democrats, Greens na wale wa chama cha SNP. Awali, waziri Mike Tapp aliambia kipindi cha Today cha BBC Radio 4 kwamba Maduro alikuwa dikteta mwovu na kwamba Venezuela sasa iko salama zaidi kwa kuwa hayuko tena madarakani. Aidha, Tapp alikanusha madai kuwa waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer alikuwa anaogopa kumkasirisha Trump na Marekani. This is about sensible
Hili linahusu diplomasia yenye busara ili kuhakikisha kuwa hatua stahiki zinachukuliwa. Narudia tena kwamba dikteta huyu mwovu hayuko tena madarakani nchini Venezuela, na hilo ni jambo nzuri sana. Raia hawa wa Venezuela vilevile wameiambia BBC kwamba hali iko sawa kufikia sasa, lakini wana wasiwasi wa kitakachotokea. Ukweli ni kwamba ninachohisi ni kama kusubiri tu, nikijaribu kuchakata kinachoendelea. Siwezi kusema ninajisikia vizuri, vibaya, huzuni au furaha. Ninajaribu kuelewa hali ilivyo. Hii ni mara yangu ya kwanza kutoka nje tangu shambulio litokee, na kila kitu kinaonekana kuwa cha kawaida. Tulikuwa kwenye kituo cha mafuta. Kila kitu kilikuwa cha kawaida. Karibu pia kuna duka kubwa la vyakula. Kila kitu kiko sawa, lakini kila mtu anasubiri tu. Hatujui kwa hakika kitakachotokea. Tumekuwa tukinunua chakula na kukihifadhi kwa tahadhari tu, kwa sababu huwezi kujua. Ninatarajia kurudi kazini ikiwa kila kitu kitaendelea kama kilivyo sasa. Tunatarajia mambo yatakuwa bora zaidi. Mabadiliko ni kwa manufaa, tunatumaini. Change is for the best, we hope. Makamu wa rais wa Venezuela, Delcy Rodriguez, anatarajiwa kuapishwa hivi karibuni kuwa rais wa mpito wa nchi hiyo baada ya mahakama kuu kumteua mwishoni mwa wiki kufuatia hatua hiyo ya Marekani ya kumkamata Rais Nicolas Maduro. Anatarajiwa kuapishwa rasmi katika uzinduzi wa kila mwaka wa bunge la kitaifa la nchi hiyo. Rodriguez aliye na miaka 56 amekuwa makamu wa rais tangu mwaka 2018, akihudumu kwanza kama waziri wa fedha na kisha kama waziri wa mafuta. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC. Naam, tukisalia hapo Venezuela ni kwa viongozi mbalimbali barani Afrika na duniani kwa ujumla wameendelea kukosoa uamuzi wa Marekani kuvamia Venezuela na kumkamata rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Wakati Marekani ikijiandaa kuanza rasmi kesi dhidi ya Rais Maduro, wanasheria na wataalamu wa sheria ya kimataifa wamekuwa wakitoa maoni yao pia kuhusu uhalali wa kile Marekani imefanya. Mwandishi wetu Samia Wami anaangazia maswali na majibu hayo ya kisheria. Wakati dunia bado imepigwa butwaa na hatua ya Marekani kuvamia Venezuela na kumteka rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro, waumini wa sheria za kimataifa wameendelea kukemea kitendo hicho na kukosoa uamuzi huo, si tu kwa kuvunja sheria za kimataifa bali pia kwa kuweka mfano mbaya kwa nchi zingine zenye mabavu ya kijeshi kufanya kitu kama hicho kwa nchi ndogo na dhaifu ilizo na uhasama nazo. Nchini Marekani kwenyewe, Trump analaumiwa kwa kukosa kibali cha bunge la Congress na hivyo kukosa uhalali wa kisheria hata tu za ndani ya nchi yake katika kutekeleza uamuzi alioufanya. Sasa maswali ni mengi yanaendelea kuibuka juu ya mustakabali wa Venezuela baada ya kiongozi wao kunyakuliwa. Lakini yapo baadhi ya awali ambayo majibu yake yako wazi kwa mujibu wa wataalamu wa sheria ya kimataifa. Kwa mfano, ni mazingira gani ambayo sheria ya kimataifa inaruhusu nchi moja kuvamia nyingine kama ambavyo Marekani ilivyofanya? Jibu lake ni pale tu inapojilinda au kujihami kivita, au na pale inaporuhusiwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Venezuela haikuwa tishio la kijeshi kwa Marekani na Marekani haikupata ruhusa ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini vipi kama kiongozi ni dikteta anayetesa watu wake kama ambavyo Maduro alivyokuwa? Bado ni kinyume cha sheria ya kimataifa, na wanasheria wenyewe wanasema huwezi kuvunja sheria moja ili kusimamia sheria nyingine. Je, Maduro anaweza kushtakiwa kihalali nchini Marekani? Jibu ni hapana, hasa ukizingatia kwamba kisheria bado yeye ni rais wa nchi moja, hiyo ya Venezuela, hivyo ana kinga ya kutokushtakiwa katika nchi nyingine. Hata hivyo, kwa kile walichokifanya Marekani tayari, hiyo haitawazuia kuendelea na mashtaka dhidi ya Maduro huko New York nchini Marekani. Sasa wakati sheria ya kimataifa iko wazi juu ya maswali mengi tu juu ya uhalali wa kile walichokifanya Marekani nchini Venezuela, yapo maswali mengine lukuki ambayo majibu yake hayajulikani bado na inawezekana yasijulikane kabisa. Vipi kwa mfano, vipi kuhusu mustakabali wa ukanda mzima wa nchi zinazoizunguka Venezuela na zile zilizokuwa zikishirikiana nayo, nchi kama Colombia, Cuba, Brazil, China na hata Urusi? Katika hili wengi wanakumbuka namna ambavyo Iraq na Libya na ukanda unaowazunguka walivyoyumba mara tu baada ya viongozi wao kuondolewa madarakani kimabavu na mataifa ya nje. Nchi hizo hazijaimarika tena hadi leo.
Na msikilizaji, tukiwa bado tumesalia katika suala hilo la Venezuela, Jumuiya ya Maendeleo ya Kanda ya Afrika Magharibi ECOWAS imeelezea wasiwasi wake kuhusu hali ya Venezuela na kutoa wito kwa Marekani kujizuia na kuheshimu sheria za kimataifa. Michael Kaloki anaangazia hilo. Katika taarifa iliyotolewa jijini Abuja, Nigeria, ECOWAS inatambua haki ya mataifa kupambana na uhalifu wa kimataifa kama vile ugaidi na biashara ya dawa za kulevya, lakini imeonya kwamba juhudi hizo lazima zifanyike kulingana na kanuni zilizowekwa za sheria za kimataifa. Kambi hiyo imeikumbusha jumuiya ya kimataifa kuhusu wajibu wake wa kuheshimu uhuru wa mkataba wa Umoja wa Mataifa. ECOWAS imesema inaunga mkono kikamilifu msimamo wa Umoja wa Afrika na kuhimiza mazungumzo jumuishi miongoni mwa Venezuela kama njia ya kutatua mgogoro huo. Umoja wa Afrika umeonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu matukio hayo, ukisisitiza kwamba hali hiyo inatishia amani na usalama wa kimataifa. Umoja wa Bara la Afrika umesisitiza umuhimu wa mazungumzo, utatuzi wa migogoro kwa amani na heshima kwa mifumo ya kikatiba na kitaasisi katika roho ya ujirani mwema, ushirikiano na kuishi kwa amani miongoni mwa mataifa. Umoja wa Afrika umesema changamoto za ndani za Venezuela zinaweza kushughulikiwa kupitia mazungumzo ya kisiasa miongoni mwa Venezuela wenyewe. Afrika Kusini imehimiza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuitisha mkutano haraka, ikielezea mashambulizi ya Marekani na kumkamata Maduro kama uvamizi wa kijeshi. Wizara ya Mahusiano na Ushirikiano wa Kimataifa ya nchi hiyo imesema vitendo vya Marekani ni ukiukaji dhahiri wa mkataba wa Umoja wa Mataifa ambao unazitaka nchi zote wanachama kujiepusha na matumizi ya nguvu dhidi ya uhuru wa eneo au uhuru wa kisiasa wa taifa lolote. Venezuela, taifa la Amerika Kusini, linakabiliwa na miaka mingi ya kutokuwa na utulivu wa kisiasa, ugumu wa kiuchumi na shinikizo la kimataifa, na kuacha mgawanyiko mkubwa kuhusu njia bora ya kutatua mgogoro huo. Sasa Nicolas Maduro ambaye aliondolewa madarakani siku ya Jumamosi na Marekani kama rais wa Venezuela ni nani hasa?